hayuko lazima wanaofanyaje, wanaosita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati lazima ukubali kupoteza kwa ajili ya Bwana. Kuna wakati lazima ukubali kukusanya kwa ajili ya Bwana. Maana kuna andiko anasema tupa chakula chako kwenye nini? Kwenye uso wa nchi nadhani. Hapo anasema utakikusanya siku sio nyingi. Kwa kuna wakati lazima ukubali kupoteza. Japo katika hali ya kawaida tutaona unapoteza, lakini kimungu maana yake hujapoteza. Bwana asifiwe sana. Kwa moyo. Ndio maana anasema na kila mtu atoe kwa moyo kufanyaje? Wa kupenda. Yaani moyo ukipenda utafanya makubwa. Lakini kama moyo hautapenda, hata kama tutakufungia sehemu masaa 24, bado kama moyo hujapenda huwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kumtafuta kwa moyo wako wote. Ili Mungu ajidhihirishe kwako na aonekane, maana yake ni kuruhusu moyo umwamini Mungu kwa viwango vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Mathayo 22:37. Mathayo 22:37. Mathayo 22 mstari wa 37 unasema, akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. 38. Mstari wa 38 anasema, hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hii ndio amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Nazana kuna maamri karibia labda 10 au 12 au 100. Lakini anasema amri iliyo kuu ndio hii. Anasema hii ndio amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa moyo na kwa roho. Umpende Bwana Mungu wako. Unempenda, utamfanyia vitu vizuri kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kanuni na ipingiki. Unempenda uweze kuwa mnyimivu kwake. Unempenda huwezi kumkwepa. Utaambatana naye kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndivyo na kwa Mungu anasema mpende kwa moyo wako wote. Ukishampenda kwa moyo wako wote, hakuna jambo litakalokuja kwako ukasuasua kulifanya kwa sababu ya Bwana, kwa sababu unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila ukikaa ukawaza, unawaza huu mwaka ninafanya nini Mungu? Ukikaa ukawaza hivi mwezi huu nimefanya nini kwa Bwana? Hivi wiki hii nimefanya nini? Hivi yani unatamani mtu unempenda unatamani angalau upeleke leo utapeleka mazawadi ya maua. Kesho utapeleka sio gift ya nini? Kesho maana unampenda unatamani kuboresha ule upendo uendelee kuwepo. Bwana asifiwe sana. Mungu naye anataka kupendwa. Yaani kama tunavyopenda watoto wetu hivi mzee, si ndio? Ndivyo Mungu naye anataka kupendwa. Bwana asifiwe sana. Maana anasema tumpende kwa moyo wake wote. Angekuwa anataka kupendwa angesema, japokuwa kuna andiko anasema ninyi hamkunipenda, anasema ninyi hamkunipenda, hamkunichagua. Hamkunichagua, ni mimi leo chagua ninyi. Alafu huko anasema mpende sasa, kwa sababu cha kuchagua, mpende tu. Kuna mmoja ananiambia gero ni chaguo lako, si ndio? Yani kama umeona wanaume ni mlevi ni chaguo lako. Hatuwezi kubadilisha, ndivyo ilivyo. Wewe mpende tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hata kwa Mungu ndivyo ilivyo. Wewe mpende tu Mungu hata kama amekupisha kwenye magumu. Wewe bado utampenda tu kwa sababu amesema mpende kwa moyo wako wote na kwa roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upendo wa Mungu huwa utakabali. Kama nitampenda kwa sababu jana amenipa hela. Yaani yeye anataka umpende kwa hivyo vyote itakapokuwa, wewe mpende tu. Upite kwenye magumu mpende Mungu.
upite kwenye dhiki, mpende Mungu. Hajajibu kama ulivyoomba, mpende Mungu. Kwa sababu kutokumpenda kwako hakumbadilishi Mungu. Atabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbe Mungu naye anataka kupendwa. Kama tunavyowapenda watoto wetu na kuwapelekea zawadi na watu wengine na nini, ili tuonekane wema machoni pao, ndivyo na Mungu anataka tumpende, tuonekane wema machoni pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ukakaa wiki nzima hujafika nyumbani mwa Bwana na uwezi kuhukumiwa ndani, na una amani. Wiki ya pili una amani. Lakini Mungu anataka kumpende. Yaani maana yake ukikaa unawaza hivi, nyumbani mwa Bwana kuna nini? Unatafuta yaani kutaka kujua. Bwana asifiwe sana. Leo nimekuja na zawadi hii kwa ajili ya Bwana. Japokuwa mtu anaweza kuuliza swali, huyo Mungu yuko wapi tumpelekee zawadi? Si ndio mzee ino? Mtu anaweza kuuliza swali, sasa mimi na zawadi nimpelekee Mungu, Mungu yuko wapi ili nimkabidhi? Wewe leta madhabahuni, tutajua nani anayechukua. Wewe kujua. Bwana asifiwe sana. Wewe njoo madhabahuni, Bwana asifiwe, amina jamani, nimemletea Mungu wangu zawadi ya ua ili hapa. Alafu liache hapo kama kisha utalikuta. Wewe kujua. Bwana asifiwe sana. Usitaka kujua Mungu anakunywaga soda. Wewe hayakuhusu. Wewe leta madhabahuni hapa, jamani nimemletea Mungu wangu soda, weka hapo afu ondoka. Alafu kesho njoo kama utazikuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio hivyo mzee Ganza? Mama Ganza akatufundisha kwamba ukitoa buku maana yake Mungu amekuwa dagaa, si ndio? Leta kuku weka hapo alafu ondoka. Kisha ukiikuta basi Mungu wako hajui kula. Alafu ndio utamuoji Mungu, mimi nimepeleka kuku lakini nimerudi nimeikuta hapo, kwa nini? Sasa tuojiane. Muoji. Bwana asifiwe sana. Leta zawadi kwa Bwana. Mungu anapenda kupendwa. Amesema yeye anipendaye kwa moyo wake. Kwa Mungu, baada ya kusoma ile andiko, unaweza kama unasoma andiko afu yajui. Yaani unasoma tu kama ndivyo kule Bwana pale kipindi akakutana na Paulo. Paulo akasema, akamuuliza unayosoma yanakuenea? Akasema hayamwenei. Kwa akafundishwa, si ndio? Kwa na mimi wakati mwingine nilikuwa nasoma afu hayanienei. Ni Filipo Yes. Asante kwa kunisaidia. Umeona? Kwa na mimi kuna wakati nilikuwa nasoma hayanienei. Lakini baada ya kutulia sasa likanienea. Kumbe Mungu naye Bwana anapenda kupendwa. Mpendo kama ulikuwa ujui, Mungu anapenda kupendwa. Tena kwa moyo. Na hataki ule upendo wa bla bla, yani kwa moyo wako wote. Ndio nikapata na maandiko yale yanasema kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kumbe naye usipompenda anakuwa na wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe kuna wakati Mungu naye ana wivu kwamba huyu mwanangu mbona hanipendi? Alafu anapenda watu wengine na amewafanya kuwa miungu yao, na mimi ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, kumbe Mungu anapenda kupendwa. Ila tu so bla bla, kwa moyo na kwa roho. Kwa unapoamua kuanzisha mapenzi na Mungu, jua kabisa kwamba huyu Mungu ana wivu. Achana hivyo kibinadamu, mtaelewana. Yeye ana wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapokubali kumpenda, mpende kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Yaani maana yake unakubali kwamba niko tayari kupata hasara kwa ajili ya huyu maana ninampenda. Anasema unampenda utamlinda, utamtunza. Si ndivyo mzee? Kwa lazima Mungu mpende. Bwana asifiwe sana. Tusome Methali 13 mstari wa 4. Methali 13 mstari wa 4.
Misali 13 mstari wa 4 unasema nafsi ya mtu mvivu hutamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nafsi ya mtu mvivu. Nilikuwa nataka tusome ni Kumbukumbu la Torati samani. Kumbukumbu la Torati 4:29. 4:29. Hiyo tumeshaisoma, tusome Kumbukumbu la Torati. Bwana asifiwe sana. Anasema ukimtafuta kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote utampata. Kwa hiyo ili tuweze kumpata Mungu, Mungu anasubiria tu tumtafute kwa moyo na kwa roho. Yeye ana shida na sisi, ila shida ipo kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sisi siku hizo wanasema kipengele, sisi ndio tuna kipengele, ila Mungu ana kipengele na sisi. Mzee karibu. Hapo kidogo nimeshindwa kuelewa kumtafuta kwa moyo na kwa roho, tofauti yake ikoje hapo, imekaa vipi? Mmoja akasema mimi namtafuta kwa roho yangu, mwingine kwa moyo wangu. Inakuwaje hapo? Au mmoja akasema mimi namtafuta kwa moyo wangu wote. Inakuwaje hapo? Tufafanulie, moyo na roho kuna tofauti gani? Amen. Haya, darasa swali imesikia. Roho na moyo, kumtafuta kwa roho yako yote na kwa moyo wako wote. Darasa, tupate maiki nyingine. Tuko darasani. Tuko darasani. Mama Ganza, Bwana asifiwe sana. Kwa roho na kwa moyo tunataka tofauti. Mpe Maganza maiki hapo. Tupo tofauti kwa roho na kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa roho mimi ninavyoelewa ni kwamba uko tayari hata kuhatarisha maisha yako kwa kumtafuta Bwana. Yaani mahali ambako kama Mungu amekuita uende na sasa unaona haba usalama haupo, mfano umeitwa Sudani. Sasa huko unajua kabisa kule naweza nikaenda nisirudi, lakini imekupasa kufanyaje? Kwenda. Pale umeenda kwa roho yako yote. Sasa kwa moyo wako wote ina maana kwa vyote ambavyo Mungu amekubariki, ikiwemo nguvu zako, mali zako, muda wako, yani vyote ambavyo viko ndani ya umiliki wako unamtafuta Bwana. Yani kwamba kama inahitajika pesa uko tayari, kama inahitajika muda uko tayari, kama inahitajika, yani hivyo ninavyoelewa. Amina. Mwingine mwenye swali, mwenye jibu? Wana praise waka mnatuimbiaga moyo. Haya, na nyinyi mtujibu sasa. Au nyinyi mnaimbaga tu basi? Mwenyekiti wa kwaya, nyinyi mnaimbaga tu. Moyo wa mwanadamu. Tupeni majibu sasa na kuimba kwenu. Hawa ni waimbaji wanaomwimbia Bwana tu. Yaani wenyewe vitu vingine hataki kujua. Wenyewe wanataka wamwimbie Bwana na twende mbinguni, si ndio? Haya, mzee ino, swali la jibu la Maganza limekusogeza. Kwa moyo ni physical, yani unakwenda mzima. Ndio. Roho sijui unakuwa rohoni sana. Ndio yeye amesema kwa roho ukiamua kwenda Sudani nenda. Kwa roho na maana unaweza kwenda, ni mtu usioonekana kwa watu, lakini niko rohoni na mtafuta Mungu. Lakini moyo umeambatanisha yote, unakwenda mzima. Amina. Haya, atwende hapa afu tutampa Clemens.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho maana yake yani unaenda kwa imani. Yani kwa imani zaidi kwa sababu tunamwabudu Mungu. Huyu Mungu yani ni roho wala sio huu mwili wa nyama, ni roho. Kwa hiyo unaposema kwamba kumwabudu Mungu kwa roho, yani kwa imani zaidi, uamini kile ambacho unakiabudu kwa sababu hukioni kwa macho. Lakini kwa roho, hata kama unaenda labda huko kuhubiri vitani, unaenda kwa roho, yani kwa imani. Kwa sababu imani yako ikiteteleka na kule unakoenda ni hatari zaidi, mimi nadhani huwezi kufanikisha kile ulichoenda kukifanya. Mimi ninavyoelewa ndio hivyo. Haya, mpe katibu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Siko mbali na majibu ya Ana pamoja na ya Mama Ganza. Tukisema kwa roho iko hivi. Kitu kikifanya kwa roho tayari umeisha kitenda. Kusema jamani, mimi Mungu mwaka huu atanipa kazi. Ile imani ya roho ambayo haionekani na wenye macho ndio kwa roho. Kwa moyo sasa watu wanaweza wakasema Clemens anampenda ananili Mungu wake. Yaani moyo wake anaweka kwa Mungu kabisa. Maana yake popote nilipo, yani naweza nikashtuka jamani, hivi leo sio siku ya kufunga, moyo wangu lazima ushtuke kabisa. Hapo ni kwa moyo sasa. Maana yake ninarudi tena kwa mzee Ino, kwa moyo ni kwa mwili kabisa. Kitu unachokifanya rohoni, yani unatanguliza ile imani ya vitu ambavyo haujavipokea kimwili. Unajua tayari pale kile kitu ni cha kwangu tayari. Sasa kwa moyo ni kwa kimwili. Asanteni sana. Amina, majibu yamejitosheleza. Mzee Ino kidogo niongezea hapo. Sio jibu lakini kama karibu. Nimekuwa nikiangalia maandiko tumeyasoma yote. Nilikuwa nasoma Biblia ya Kiingereza hapa mimi tafsiri naona anazungumzia tu anazungumzia moyo na nafsi. Alizungumzia roho, yani roho kama roho hajazungumziwa hapa. Yani maandiko tuliyosoma yote yanazungumzia roho na nini? Na nafsi, kitu maana nafsi, yani mind, soul and heart. Sasa roho hajazungumziwa. Kwa hiyo ile mzee Ino ameingiza kitu kingine, lakini maandishi yote yale yamezungumzia tu roho na nafsi. Sasa najiuliza kwa nini roho hajasemwa hapo? Sio mnanipata? Yaani maandiko tuliyosoma yote hamna hata moja yazungumzia roho. Roho kama roho hamna, hata kurudia hata Kiswahili. Sababu roho Kiingereza ni spirit. Lakini sasa tunazungumzia hicho kitu. Sasa kwa nini anazungumzia roho? Anazungumzia tu moyo na nafsi. Ukipenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Na huko imezungumzia nafsi. Nafsi. Hajazungumzia roho. Roho hajazungumzia kabisa. Biblia ya Kiswahili imezungumzia roho. Roho ipo. Hebu rudia Kiswahili hapo. Maandiko yale ambayo yanazungumzia. Ukisoma ule mstari wa 29 kwenye Kumbukumbu la Torati tuliposoma pale, anasema lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata. Ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Yeah. Sasa hilo andiko mengine yale ya nyuma hayajasema hivyo. Maandiko ya nyuma tukisoma katika kitabu cha Mathayo anasema mpende Mungu wako kwa nini? Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Roho. Yes. Sio akili. Okay. Amina. Bwana asifiwe sana. Ndio uzuri wa kuwa na darasa alafu Amina. Bwana asifiwe sana. Na dakika 5 zimebaki. Umebakiza kipengele viwili. Nipitie tu haraka alafu tutaendelea wiki ijayo. Anasema njia nyingine ya kumjua Mungu ni kulijua neno la Mungu. Manake utakapolijua neno la Mungu ndivyo ambavyo utakavyomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ukishajua neno manake utamjua Mungu. Kwa sababu maandiko mengi yanamzungumzia Mungu. Kwa hiyo utajua uumbaji wa Mungu, utajua sifa za Mungu, utajua matendo yake, utajua vitu vyote ambavyo, yani utamjua Mungu kwa mapana. Ukichanganya na kuomba ni mlipuko mkubwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Mathayo 22:29. Mathayo 22:29. Mathayo 22 mstari wa 29 inasema, Naam. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamuyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mwapotea kwa sababu hamuyajui maandiko na uweza wa Mungu. Na ndipo tulipofikia leo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi tunapotea kwa sababu ya kutokujua maandiko na uweza wa Mungu basi. Na ndio maana hatuwezi kumjua Mungu kwa sababu hatujui maandiko, hatuwezi kumjua Mungu kwa sababu hatujui uweza wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikishamjua Mzee Ino, siwezi kupotea kwa Mzee Ino kwa sababu napajua kwa Mzee Ino.